RS Berkane tuliona kabisa RS Berkane ana asilimia kama 80-90 za kuweza kuvuka, tofauti na Simba ambao tulikuwa tunaiona kwenye kundi lake. Kwa Simba fighting spirit yake ni kubwa kuliko RS Berkane. Simba alipofika hapo wamepita katika njia ngumu nyingi sana. Sawa. Lakini rudi mwaka mmoja ambao walikuwa wamecheza na Al Ahly. Sawa. Ile ni timu kubwa. Ni kitu ambacho licha kwamba kuna baadhi ya wachezaji hawakuwepo kwenye ile timu, lakini ile confidence tu ya Simba wanapokutana na timu ya daraja la RS Berkane, ile hofu inakuwa sio kubwa kwamba hawa design yao tushaye kucheza nao. Alinubuka na unaona kabisa kumbe Simba mchango wa Yanga ulikuwa ni mkubwa kuwafikisha pale. Hata wachezaji wenyewe walikuwa na deni ya kulipa la upande wa Yanga. Finali ya Yanga ilikuwa inaumiza kichwa Simba. Yaani kufika finali kwa Yanga Simba kulikuwa kuna watesa, yani sio kuumiza tu, kuwatesa. Unajua unaweza kaumia alafu kapona. Lakini kuteseka ni muda mrefu kunaenda. Akisema mzee wa black and white. Yeah, ndo ninavyopenda mimi. Rangi ziko mbili, unaona hapa? Nyeupe na nyeusi. Nyeusi ndo rangi muhimu hizo. Lugano mengi yanaendelea ndani ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika kombe la shirikisho barani Afrika mnyama Simba anaenda kupeperusha bendera ya Tanzania. Tuanzie kwa mnyama. Jana amecheza dhidi ya KMC, ameondoka na ushindi wa mabao 2-1. Anaelekea Morocco kwa ajili ya mchezo wake dhidi ya RS Berkane. Unaenda kuwa ni mchezo aina gani, namna ambavyo unavyotazama Simba katika ligi kuu Tanzania bara kuelekea sasa katika mchezo wao dhidi ya RS Berkane? Kwanza inawezekana watu hawajapongeza Simba kwa kiwango ambacho kinastahili na kuwapa maua yao. Hakuna mtu ambaye alitarajia kama Simba angefikia hapa. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaiona Simba ambayo ndo kwanza ilikuwa na kocha mpya, Simba ambayo ndo kwanza ilikuwa na wachezaji wengi wapya, takribani wachezaji kama 14 wote wameingia kwenye kikosi cha kwanza. Umeelewa? Watengeneze wakae kwenye mfumo ambao unataka wakuletee matokeo. Sidhani kama kuna mtu kama Simba singefika huku kama ingewalaumu, kwa sababu kila mmoja anajua kocha ni mpya, anatengeneza timu. Hata mwenyewe maneno yake ilikuwa tunaitengeneza timu. Lakini itoshi wachezaji wengi walikuwa pia hawana uzoefu kwenye mashindano hayo. Ukiachana na mtu kama Ngoma, ukiachana na Kapombe, Shabalala na nani mwingine ambaye ashapita huko, ni wachache sana. Lakini wengi wao walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaenda kama nao kwenda kupata experience. Kocha mwenyewe aje kusimama kama kocha mkuu kwenye timu yoyote, akasimama kwenye mashindano makubwa kama haya, alafu akafikia level hiyo. Kwa sababu hata kama angefika hatua ya makundi, Fadlu Davis bado ingekuwa ni faida kwake. CV yake ilikuwa imeshapanda. Lakini kuingia robo finali ilikuwa imepanda, nusu finali imepanda, na kaenda kufanya kitu kikubwa sana. Nadhani kwenye maisha yake Fadlu Davis ni kitu kikubwa sana kuingia finali. Kwa hiyo kuwapa maua Simba ni kile ambacho mimi binafsi na watu wengi wao walikuwa hawajategemea kufika huku. Ingaje ni mashindano ya shirikisho ambayo Yanga washaye kufika hatua hiyo. Kwa hiyo kufika tu pale kutokana na hizo scenario ambazo nimezungumza, ni kuwapongeza Simba kwa hatua ambayo amefika. Lakini wanaendaje kucheza na RS Berkane? RS Berkane unavyoizungumzia ni timu ambayo ilianza kurise mwaka 2015. 2015 ikaingia ilikuwa group stage. Ilikuwa group stage kama nitakumbuka vizuri. Yes, baada kutoka hapo 2018 ikaingia hatua ya robo finali. 2019 2020 ndio ikaja kuchukua ubingwa. 2021 karuka hapo, lakini ikawa bado inafika finali. 2022 ikaenda kuchukua tena ubingwa. Sawa. Kwa hiyo ni timu ambayo ina ubingwa mara 2 wa mashindano haya. Unapozungumzia timu ya aina hii inaenda kukutana na Simba, Simba ndo underdog kwenye huo mchezo, kwa maana kwenda kuchukua ubingwa, hata kwenda ule mchezo wa ugenini. Na tunasema underdog kwa sababu pia tunarudi katika historia 2022 kama si 21 Simba na 2019 kitu kama hicho. Simba na Berkane walikuwa wamekutana. Shusha kidogo mic kidogo hivi ya niwe comfortable kidogo. Simba na Berkane walikutana mchezo wa ugenini. Simba walianza kama hivi ambavyo wanaanza. Simba akaenda kule wakaenda kuambulia kichapo cha magoli 2-0. Wakarudi hapa nyumbani. Waliporudi hapa nyumbani Simba akashinda goli 1. Kwa hiyo ukiangalia scenario zote hizo, Berkane kuchukua makombe, kuingia finali, hii inakuwa finali yake ya 5
ya 5. Ndio. Hii hapa ya 5. Simba hii ni fainali ya pili kwa interval kubwa sana toka 1993. Ukianza kuangalia picha hapo unaona ni timu ambazo ziko tofauti. Current kwa maana ya Berkane wana mwendelezo mzuri sana. Umeelewa? Wa kufika hizo hatua. Kwa hizo za fainali, lakini pia kubeba makombe. Simba walikuwa wanafikia robo kwenye kipindi hiki. Kwa hiyo Berkane ni mazingira ambayo yeye ameyazoea. Yaani ni ukumbi ambao anaucheza nao kila siku. Kwa hiyo hata pressure ambayo atakuwa nayo Berkane dhidi ya Simba ni tofauti na Simba ambao anakuwa na pressure dhidi ya Berkane. Lugano, ukiwatazama viongozi wengi wa Simba lakini pia na mashabiki waliokuwa wengi wa Simba wana shauku ya kumuona mnyama safari hii analibakisha kombe nyumbani. Unaiona desire yao ikienda kutimia? Mimi kuna kitu nakiamini kwa upande wa Simba kwamba anaweza kafanya kama amefanya vitu ambavyo sisi hatukutarajia. Mimi sikutarajia kama angefika huko. Mimi nishe kuzungumza kwamba Simba hata kufika hatua ya makundi. Sawa? Mimi kwangu kufanya vizuri kwenye makundi nishamaliza shughuli na Simba. Nishawapongeza kwamba kila ambacho nilikuwa nakifikiria. Sawa, kwamba inawezekana hata kwenye makundi msitoboe. Ukiliangalia kundi la Simba ambapo walikuwepo lilikuwa ni kundi gumu sana. Ingawaje watu Faksien walianza kaichukulia poa kama ni timu ilikuwa ya kawaida. Lakini kwenye kundi Faksien licha kwamba imefanya vibaya kwenye hatua hiyo, lakini ndio timu ambayo ilikuwa na historia kubwa. Historia ya Faksien ilikuwa kutoka mwaka 2007, 2008. Kipindi chote hicho kwenye mashindano haya walichukua ubingwa. Wakaenda mpaka 2013 wanachukua ubingwa. Kwa ni timu ambayo mpaka sasa ndio timu ambayo katika mashindano hayo imechukua ubingwa mara nyingi zaidi. Si umeelewa? Na pia kufika katika hatua za juu kabisa licha kwamba amefanya vibaya. Ukija kwa upande wa Constantine, nao ni timu ambayo yani unajua timu za Uarabuni nao imefika katika hatua hizo 2018 na kumbuka imefika katika robo finali ya Constantine kama atakuwa niko sahihi. Kwa hiyo kundi la Simba lilikuwa ni kundi ambalo ni gumu. Simba amepita kwenye kundi gumu. Licha kwamba pia tunaizungumzia timu ya Morocco, sawa nao ilikuwa ni timu sio nyepesi. Kwa hiyo Simba imepita katika sehemu nyepesi, haijapita katika sehemu nyepesi. Lakini njoo kwenye upande wa RS Berkane. Mpaka anafika hapo kwenye makundi walikutana na timu kutoka Mozambique, ni timu ya kawaida. Walikutana na timu kutoka Angola, ni timu ya kawaida. Wakakutana na ndio hiyo ambayo icheza na Simba kutoka pale South Africa, inaitwa ambayo amecheza juzi hapa. Stellenbosch walikuwa kwenye kundi moja. Hata kundi lilivyokuwa limetoka la RS Berkane, tuliona kabisa RS Berkane ana asilimia kama 80-90 za kuweza kuvuka. Tofauti na Simba ambayo tulikuwa tunaiona kwenye kundi lake. Kwa Simba fighting spirit yake ni kubwa kuliko RS Berkane. Lakini ukiangalia jinsi Berkane umeweza kufanikiwa kupita pale, wanaenda kutisha, lakini ukiziangalia timu zake utaanza kusema inawezekana unaweza kaogopa tu, lakini hakupata katika njia ngumu sana. Kwa Simba alipofika hapo wamepita katika njia ngumu nyingi sana. Sawa, ukiachana na kutana na Al Masry ya pale Misri, sio timu ndogo unajua, ni timu kubwa lakini wanapita. Lakini kitu kingine ambacho unaweza kukiongeza kwa Simba licha ya kwamba alipiga Stellenbosch, sawa na kuingia katika hatua finali. Lakini rudi mwaka mmoja ambao walikuwa wamecheza na Al Ahly, sawa. Ile ni timu kubwa. Ni kitu ambacho licha kwamba kuna baadhi ya wachezaji hawakuwepo kwenye ile timu, lakini ile confidence tu ya Simba wanapokutana na timu ya daraja la RS Berkane, ile hofu inakuwa sio kubwa kwamba hawa design yao tushaye kucheza nao na tushaye kuwatoa pia Kamasi nao vile vile. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Simba ninaamini kabisa mchezo sio mwepesi kwao. Lakini mimi naamini Simba wamevuka sehemu ngumu, wanaenda kukutana na sehemu ambapo naamini ni maamuzi sasa wachezaji ndio yaliobakia kwenda kufanya maamuzi. Mimi binafsi ninaiona Simba huenda Mungu akaenda kuweka mkono kwa upande wa Simba kama amevuka. Unajua muogope sana mtu ambaye anavuka vikwazo vingi. Hao ndo anakuja kufanya vitu vikubwa ambavyo anakuja kuvishangaa. Kwa Simba naona inawezekana akafanya kitu ambacho watu wengi hawakitarajia. Na ninaamini kwa Tanzania wote wataanza kuiombea Simba kwa sababu najua mafanikio pia ambayo Simba ameyapata haya. Tusiache kuwazungumzia Yanga. Yanga wako ndani ya mafanikio ya Simba na wasipuuze, hata Simba wenyewe wasipuuze mchango wa Yanga kuwafikisha hapa. Ile kuzodolewa ile. Tumeshafika hatua hii, nyinyi mlifika kipindi cha nyuma sana sio nini. Ile ilikuwa na push Simba lazima wakatengeneze heshima kutokana na maneno. Ukitaka kuamini hayo, fuata maneno ambayo mara baada ya kutinga hatua ya finali, maneno ya ngoma.
sawa, alinubuka na unaona kabisa kumbe Simba mchango wa Yanga ulikuwa ni mkubwa kuwafikisha pale. Hata wachezaji wenyewe walikuwa na deni ya kulipa la upande wa Yanga. Fainali ya Yanga ilikuwa inaumiza kichwa Simba. Yaani kufika fainali kwa Yanga, Simba kulikuwa kuna watesa. Yaani sio kuumiza tu, kuwatesa. Unajua unaweza ukaumia alafu ukapona. Lakini kuteseka ni muda mrefu kunaenda. Kwa hiyo kufika hiyo hatua Simba ni kama ameenda kujibu hoja za Yanga kwamba tumefika fainali. Sasa Yanga hawana cha kuzungumza tena. Kwa Yanga mimi naona kama wamewasaidia sana Simba kufika hapa walipo, wasipouzwe. Kwa sababu kuna msemo unasema ukimsifia anayekimbia sana, hebu muangalie anayemkimbiza. Kwa aliyekuwa anamkimbiza Simba ni Yanga. Kwa hiyo hata Yanga hata Simba wenyewe waamini kabisa kwamba Yanga wana mchango wao kuwafikisha pale. Mafanikio yana namna nyingi ya kuwafikia. Kwa hiyo bado Simba anatakiwa kwenda kuchukua ubingwa ili hata Yanga nao safari nyingine nao Simba waanze kuwazodoa Yanga nao wafikie level ambayo amefikia Simba. Lugano, kwa uchache tumalize na hili. Ligi Kuu Tanzania Bara inaonekana ina kipengele. Sio kidogo. Kipengele kidogo, sio kidogo cha ubingwa. Sio kidogo. Kwa sababu kwa upande wa hatima hii ni simple tu. Ila sema viongozi ambao kwa madarakani hawajaamua kulifanyia kazi. Pengine wameamua kutunishana misuli na wale ambao ni wanachama wake. Unajua Yanga na Simba ni wakubwa, lakini bado kuna mtu ambaye anasimamia ligi hii ambaye anaitwa TFF. Na hapo kuna president anaitwa Wallace Karia. Mimi nadhani kwa Karia angemaliza kabisa. Wala hakutakiwi kuingia kwenye mgogoro huu kama Karia. Kwanza licha kwamba kuna mambo mengine hawakubaliana nayo, lakini mpaka sasa hivi Yanga waliyekuwa na mlaumu na kumlalamikia ni bodi ya ligi kwamba hawana imani naye. Hawezi bodi ya ligi akatoa ripoti ambayo inalalamikiwa na bodi ya ligi wenyewe tena. Ripoti bado itakuwa inakosa kuaminika na afya. Lakini ukienda kwa Karia anaweza akasimama yeye mwenyewe akatangaza kutokana na hili inatengeneza kamati kwa maana kamati huru ya kuchunguza hili ambalo litokea, kwa sababu tunazungumza mpaka sasa hivi ni ripoti yenyewe. Kwa hiyo ripoti ndio dawa iliyobakia. Karia akitaka apike mbichi ni yeye, akitaka apike ulioiva ni yeye. Kwa hiyo kama anataka kupika mbichi akae kimya na aliache kwamba alipita hivi hivi. Na kweli atapika mbichi kwa sababu maadhimio ambayo kwa maana wanachama wa Yanga wameanza kuyafanya. Mimi nimezipata za ndani. Wanaenda kuadhimia kwamba hawana imani na rais Wallace Karia. Sasa maadhimio mazuri haya. Wallace Karia akafanya mambo mangapi mazuri? Hili ndio limtoe kwenye njia kweli? Haiwezekani. Kwa mimi ni mshauri Wallace Karia amefanya mambo makubwa sana. Timu za taifa zinafanya vizuri, vilabu vinafanya vizuri, ni kwa uongozi wake. Haya mambo yasije kafutika kutokana na baadhi ya vitu vidogo. Kuna vitu ambavyo anatakiwa kwenda kuamua. Yaani maamuzi magumu, ripoti itoke. Sawa? Ikitoka ripoti ambayo yeye maamuzi yake inawezekana ni simple tu, kamati huru. Kwa sababu nguvu ya ripoti akichukua pale kwenye bodi ya ligi yeye akaamua kwamba hii ni kamati huru. Maana yake kuna baadhi ya viongozi ambao watatoka Yanga, Simba, bodi ya ligi na wengine ambao hawajatoka kwenye timu zingine wataenda kuchunguza. Wanaanza kupata kubaini ukweli ambao anaweza akatoa pengine kwa siku labda 3 tu au 4, kwa sababu ndio kuchunguza kitu gani kikubwa. Ni taarifa tu. Bwana wewe tunahitaji hiki na hiki na hiki. Wamekaa wamejadili, wamechakata, jibu likapatikana. Kwa hiyo mimi naamini ili swala ugumu wake upo kwa Wallace Karia mwenyewe. Wallace Karia akiamua swala hili libadilike liwe katika sura nzuri, ana uwezo. Wallace Karia akiamua ili swala liwe katika sura ngumu ambayo tunaiona sasa hivi. Kwa sababu hebu chukulia picha hii. Yanga wanaenda mchakato wa kuitisha mkutano mkuu. Hivi unajua maana mkutano mkuu? Mkutano mkuu unakuwa na ajenda ambao ni wa dharura, unakuwa na ajenda mahususi. Wakija na neno hatuna imani na bodi ya ligi au hatuna imani na TFF, maana yake hapo unaenda kujihatarisha. Maamuzi yakitoka pale ndio msimamo wao. Yanga sio timu ndogo, kwa hiyo huwezi kuibeza, si ndio? Kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kabla mambo haya madhara hayatokea haya, Wallace Karia atoke haraka sana. Achukue solution. Hata wanaomshauri pengine, inawezekana washauri wanaomshauri pengine nao wanamshauri kwa hofu. Lakini kama wataondoa hofu wanaomshauri, wamwambie kabisa, rais hatua ilivyofikia ni mbaya. Wewe nenda ufuate tu sura ya bungeni. Utaona sura jinsi ilivyo. Bunge nalo kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga bungeni hatuchezi. Maana yake kila mmoja kashaingia kwenye upepo. Kuna watu ambao wanakaa upande wa Simba, kuna watu ambao wanakaa upande wa Yanga. Kwa hiyo angalia madhara yake sasa baadaye. Wa Yanga watakaza fuvu. Mwisho wa siku madhara yatakuja wakisema hatuna imani na mtu. Tanza solution tufanye hiki, lakini kumbe ingekuwa ni rahisi tu. Bwana hapa kuna hiki tunafanya. Yaani kwa solution hiyo akichukua
bodi ya ligi TFF watakuwa kosefu na jambo lile, hata dabi manajua itachezwa, ila sasa waondoe tu ule ubabe kwamba mimi wenyewe watakuja atasanda. No, Yanga ni timu kubwa, itabidi heshimiwe. Shukrani sana Lugano. Asante sana. Asante sana.